Mimi ninaombi waheshimiwa mashamu, baba askofu, kwa kuwa mpo wote wa kanda yetu ya Magharibi, kwa sababu kanisa letu ni moja takatifu Katoliki la mitume. Kwa nini tuwe na huu tofauti, hasa katika kupokea mafumbo makuu haya ya Ekaristi Takatifu? Kwa kweli jimbo la Mpanda, kama baba askofu alivyosema, hawapokelei tena mikononi. Nimekuwa nikienda mara kwa mara hija Mbeya katika utume wa Fatima, kule nako tunavikuta hili tena kwa kupiga magoti. Sisi jimbo letu la Tabora, mimi naumia. Ekaristi Takatifu kwa kweli tumeikosea heshima pakubwa sana. Maaskofu, naomba muwe na sauti moja, turudishe heshima ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu ndani ya kanisa Katoliki na hasa katika kanda yetu hii ya Magharibi. Tabora tulikuwa mwanzo vizuri. Ninaanza kupokea Ekaristi Takatifu mwaka 78, ilikuwa ni lazima upige magoti kwa uchaji, lakini leo hii hakuna. Naomba sana turudishe, naomba maaskofu turudi katika hali ile ya zamani. Huyu Yesu aliye mkubwa hivi tumpokee kwa uchaji, lakini basi kwa heshima kubwa turudi kupokea Ekaristi Takatifu mdomoni na sio tena mikononi. Yesu anafanyiwa kashfa kubwa sana. Yesu tunamdondosha sana. Naomba maaskofu wetu wa kanda tuwe kitu kimoja, ili Yesu huyu mkubwa hivi tumpe heshima yake inayostahili. Asanteni. Mambo mawili kwa haraka. Nukuu ya maneno shetani huzunguka zunguka akitafuta mawindo. Kwa hiyo tujihadharini, muwe imara mkijua kwamba ndugu zenu popote duniani wanapata na mateso hayo hayo. Inapatikana waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 5 aya 8 hadi ya 9. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 5 aya 8 hadi ya 9. Lakini mimi nimekuja hapa hasa kwa ajili ya hoja ya mama aliyeeleza mahangaiko yake juu ya swala la kukosa heshima inayofaa mbele ya Ekaristi Takatifu. Baba Nzigilwa amelijibu vizuri, baba askofu Nzigilwa amelijibu vizuri, lakini kwa nyongeza kwa kifupi tu, tukianza na hilo kwamba jimbo hili kuna utaratibu huu na jimbo jingine utaratibu nyingine, kwa nini utaratibu mwingine hatuwezi kufanya kikanda? Mtaguso wa Pili wa Vatikano una hati 16 na hati mojawapo ni hati ya kiliturujia, Constitutio juu ya liturujia namba 22, inasema kuna ofisi 3 zinaweza kufanya marekebisho ya liturujia katika kanisa. Ya kwanza ni Baba Mtakatifu kwa ajili ya kanisa la ulimwengu. Ofisi ya pili ni Baraza la Maaskofu kwa ajili ya kanisa la nchi nzima. Lakini ofisi ya 3 ni askofu jimbo. Na ndio hilo lilisema baba kwamba askofu katika jimbo lake anaweza kuweka utaratibu wanaoona unaofaa kulingana na mazingira au tamaduni na tuseme tamaduni na mazingira ya watu wake. Lakini kuhusiana na hilo kwamba hilo sasa kwa juu ya swala la kupokea Ekaristi Takatifu mkononi au mdomoni, baba amejibu vizuri kwamba kanisa kwa ujumla limeruhusu hizo namna mbili, mdomoni na mkononi. Lakini mimi niseme moja kwa moja naungana na mama yule katika mahangaiko alionayo, mahangaiko nilionayo mimi pia. Inawezekana na mapadi wengine na hata na weko wakfu na waamini. Na tatizo hilo pia na mimi nimelishuhudia muda mrefu na nimeshawahi kujadili na baadhi ya mapadre, lakini pia na baba mwadhama. Na kwa baba mwadhama nilipeleka kabisa kama ombi. Lakini kwa mara ya kwanza nilipojadili na waamini, nilipojadili na mapadri kwamba je, tunaweza kufanya nini? Mapadri wengi walishauri kwamba kwanza tuwaelimishe waamini. Sijui mmenielewa ninachokisema? Kuna baadhi ya watu wanapokelea mkononi na akishapokea hasumbuki kuangalia nini kimebaki hapo. Na baadaye anapukutisha, ni kama kwa kweli tunamdondosha Yesu, kwa sababu Ekaristi Takatifu ni Yesu mzima. Hivi kwamba kipande kidogo cha Ekaristi ukikipokea umempokea Yesu. Kwa hiyo kidondosha na kukanyaga, umemdondosha na kumkanyaga Yesu pia. Tone dogo la damu ukilipokea umempokea Yesu, lakini ukilidondosha
basi umemdondosha Yesu mzima. Sisi tunaelewana? Sasa wapo wanaofanya hivyo. Kwa hiyo mapadri baadhi walishauri kwamba tuendelee kuelimishana, lakini pia mimi niliwahi kuzungumza na baba mwadhama juu ya tatizo hilo pia, kwamba lipo hata baada ya muda mrefu wa kusitiza na kuelimishana, naona bado kuna kesi hizo, kwamba wote hatuko waangalifu, kwamba labda tuone namna ya kuweka utaratibu. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa jimbo la Tabora bado tumebaki na wazo kwamba tuwaelimishe waamini au tuelimishane, lakini kweli elimu hiyo tumeipokea? Hii ndio shida kubwa ambayo hata mimi ninayo. Imetokea mara nyingi unakomunisha watu, lakini kila wakati, hata mimi unapokomunisha mkononi, hukosi wawili watatu ambao utaona wanaondoka na vipande, na nimekuwa nikiwaita. Niseme ukweli, hata mimi nina amani kabisa kumkomunisha mtu mdomoni kuliko mkononi, kwa sababu ama elimu hii haijaingia, na kama imeingia tunapuuza, na kama tunapuuza hatujaelewa maana ya Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo niwaombe waamini wote wa Tabora na hata maeneo mengine, kwa sababu sasa utaratibu hapa Tabora tunapokea kwa namna zote, mkononi na mdomoni, basi tuwe waangalifu wale ambao tunapokea mkononi. Kama kuna vipande, basi usione aibu kulamba. Na nimekuwa nikiwaambia waamini, mbona asali huwa mnalamba? Na hapa mmeambiwa Ekaristi Takatifu ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ni tunu ya tunu. Nisichukue muda mrefu, lakini niungane na yule mama mwenye masikitiko, na mimi niseme masikitiko ya mama yawe masikitiko yetu wote. Tuwe na heshima kwa Ekaristi Takatifu, na kama ningekuwa mimi pia ningeweza kusema karibu ningeungana na Askofu wa Mpanda kuweka huo utaratibu wa moja kwa moja. Lakini pia kuweka huo utaratibu, tafsiri yake ni kwamba sisi hatuelimiki. Je, tunakubali kwamba hatuelimiki? Hatuelimiki? Yaani kumbe hata haya tunaofundisha sasa kumbe ni kazi bure. Kama watu tunaweza kuambiwa kitu kidogo tu kwamba kagua mkononi kama kuna kitu uweze kulamba, tushindwe kufanya. Inaonekana hata haya mengi kumbe tunayofundishana yatakuwa yanaishia yanapotea tu, sivyo? Basi nisichukue muda mrefu, nadhani mmenielewa. Tumsifu Yesu Kristo.